Bana, miongoni mwa story ambayo imekuwa ikichukua nafasi ni ile ambayo imekuwa ikihusisha Katoro, Geita, na jana tumekufahamisha kwamba ilikuwa harusi kati ya Mona Lisa na Boniface ambayo ilifanyika Kahama. Lakini Katoro imekuja ni kutokana na send off ambayo ilifanyika, ilikuwa ni kwa upande wa mwanamke sasa, na aliyesimamia hiyo send off alikuwa ni Sylvester Buyamba ambaye ndio baba mlezi wa Mona Lisa. Kwa hiyo stories zilikuwa nyingi sana mpaka ikapelekea wana mitandao maarufu Doto Magari pamoja na Mwijaku, bila kumsahau Paul Blandi, kuweza kurushana maneno mengi sana. Na Mwijaku pia ni moja kati ya mtu ambaye alivyokuja kuona nyumba za Sylvester Buyamba kwa mujibu wa MC Sena ambazo alikuwa ameziposti kwenye Instagram, Mwijaku akasema kwamba tajiri gani anakuwa na nyumba za aina ile? Haiwezekani, magari mengi lakini nyumba zinakuwa hazieleweki. Kwa hiyo ni kama na yeye alimti yake. Doto Magari pia alizungumza na akasema kwamba wachimba madini hawawezi kuwa na pesa kama zile, lakini aliongea vitu vingi sana akisema kwamba haiwezekani, mchimba madini anakuaje na mali zile ambazo pengine zilionekana pale kwenye kipindi cha send off. Kwa hiyo ni kama alikuwa anapinga hivi na kudai kwamba wachimba madini hawawezi kuwa na mali za aina ile. Akaenda mbali na kuzungumzia kuhusiana na magari ambayo yalitumika kwenye msafara. Kwa mfano alizizungumzia gari aina ya Land Cruiser LC 300 ambazo zimekuwa zikifahamika kama V8 maarufu, au sio? Na Doto Magari akasema kwamba gari hizo pia kwa upande wa Dubai wamekuwa kizitumia kwa ajili ya kufukuzia wezi. Kwa hiyo akasema kwamba au Katoro kuna wezi nini? Kwa nini watumie magari aina ile? Na kwa nini watumie aina moja ya magari? Kwa hiyo vitu vilikuwa vingi sana. Sasa tunafahamu kwamba jana imefanyika harusi kama ambavyo nimezungumza, na nilikupa taarifa kwamba Mwijaku ni moja kati ya mtu ambaye amefanikiwa kwenda huko. Ameendaje mimi na wewe hatujui, lakini ameenda pale na video zimesambaa mitandao, na mwenyewe pia ameposti kwenye ukurasa wake wa Instagram akionekana anampigia magoti Buyamba, Sylvester Buyamba ambaye ndio anafahamika kama GSM wa Katoro, akimsifia sana. Staili yake ni ile kama ambavyo amekuwa akifanya pindi ambapo anakuwa anakutana na matajiri. Kwa hiyo watu wanajiuliza maswali. Alishamsema kwamba tajiri gani ana nyumba za aina ile, lakini tena ameenda kule. Kwa hiyo watu wakajua tu ni kwa sababu kuna kiasi cha pesa pia ambacho anakidemand, ndio maana ameenda na amefanya kitendo kile. Sasa leo Doto Magari kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram amechapisha video ambayo anaonekana kwenye gari na anaongea akisema kwamba katika mtu ambaye sio wa kumwamini ni Mwijaku. Ameenda bana na kusema kwamba kati ya Jeneza na Mwijaku mtu wa kumwamini ni Jeneza kuliko hata Mwijaku, kutokana na namna ambapo matendo yake yalivyo. Ni kwamba ameshtushwa na swala la Mwijaku kwenda kumwomba radhi GSM wa Katoro, kumsifia, kumramba viatu na vitu kama hivyo, akidai kwamba walikubaliana kwamba asiende huko, kila mmoja pia akateke vyake wasiende. Lakini ghafla ameshangaa Mwijaku ameenda zake Kahama, amempita Geita, ameenda Kahama kwenye harusi ya Buyamba na watoto wake. Kwa hiyo ni kitu ambacho watu wengi wamecheka sana. Kwa hiyo na kuachia hapo, utazame video ya Doto Magari akizungumza kuhusiana na swala la Mwijaku kwenda kwa GSM wa Katoro kwenye harusi yake kuanzia Geita pamoja na huko Kahama. Lakini pia usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV kwa taarifa zaidi. Ciao. Watu nimeamini walo left group. Wewe mdogo wangu kichwa mvilingo kweli umeleft group. Yaani wewe si influencer, wewe ni maskini Mwijaku. Yaani ni mtu mmoja mjinga kabisa wa mwisho. Baada ukampigia magoti mtu anakupeleka China, Marekani, huko wapi, India huko kwenda kutangaza makampuni, unaenda kumpigia magoti mchimba madini. Una akili wewe kweli rafiki yangu? Yaani wewe nichaguliwe kwenda polini, wewe na mbuzi nitamchagua mbuzi. Maana hata kimuona adui atalia mee. Mtu mjinga. Kwani wewe Mwijaku yatima nini babu? Wewe yatima Bwana, I make sense, I need you. Vitu gani unafanya vile vya utovu wa nidhamu? Tena unaanza kujidhalilisha, unaomba msamaha, unalampa paka kiatu babu vipi wewe? Wewe umeleft group bwana, wana Dar es Salaam huyu mtu yani nadhani mshajijua, mjifunze kitu kwa huyu mtu wana Dar es Salaam. Labda nikwambieni, yani hatuna mtu mjinga kama huyu kwenye mkoa wa Dar es Salaam. Umetufezesha sana, lakini umejifezesha wewe mwenyewe na maisha yako. Unaenda kumlilia mtu, unampigia magoti, unalia kabisa, unamwomba samahani. Baada ukamwomba samahani mtu anakusafirisha Ulaya kwenda kutangaza makampuni kwa kago zake, unaenda kumwomba samahani mchimba madini. Wewe una akili kweli wewe rafiki yangu wewe? Na bichwa lako kama mzinga nyuki umekaa kabisa. Watu hawakutaki, wamekukataa. Na suti zako utafikiri za bwana, unazijua hizo suti wanavaga watu gani?
Machizi Muhimbili ndo anavaga hizo suti. Bwana yani katika mtu zero brain wewe kweli nimeamini namba moja. Oya, mkoa wa Dar es Salaam hatuna influencer namna hiyo. Wewe bwege sana babu. Bonge la bwege. Haya, Wakuria wote wamekukataa. Umekuwa kama vile shetani jini Maimuna uko hivi. Una pa kwenda bichwa kubwa hivi. Kagololi ya kuchezea pulu uko hivi na bichwa lako linazunguka hivi. Kama bundi. Vipi babu? Fezea gani hiyo babu? Acha kutuangusha na Dar es Salaam wewe. Lakini umejiangusha wewe, labda nikwambie kwenye mifumo. Si bado misimamo yetu ile ile. Nyamongo hakunaga tajiri, Katolo. Tajiri angekaa polini narudia. Tajiri angeozesha ndoa wewe. Chimba madini anakuwa tajiri. Yeye mwekezaji tu kutuletea rasilimali kupeleka Ulaya. Chimba madini tajiri angekaa huko. Tajiri angekuja kufanya harusi Dar es Salaam huko. Mlimani City wapi watu wote tajiri unakodisha magari unaweka namba ikaweka kibao. Huyo tajiri sasa huyo. Tajiri unaonekana kwenye harusi ya mwanao. Tajiri njoo huko kwenye vyanzo kwa wawekezaji wenzio. Umenunua viota vingapi? Una asilimia ngapi? Tajiri. Boya babu umetuzalilisha sana kwa watu wa Nyamongo. Sema poa usimwakuta wenzao mabushiro ya wenzio hao. Lazima kukubali lakini wamekukataa. Yaani umepata aibu kubwa kweli na bichwa lako kama mzinga nyuki. Bonge la fezea. Eti baba sina hela au maskini. Kumbe hata ile magorofa yasiye yako watu wanavyoongea. Una mjengo huo wewe mdogo wangu. Yaani maisha yako kweli kwa nini? Lakini nusu wetu wewe ni mtu wa kufezeeka. Kama klipu zako zingine zimeonekana juzi unafanya mambo ya ujinga. Wewe ni mtu wa fezea. Wewe ni kukatae wewe. Yaani wewe nikichukuliwa kwenda polini nikaaso wewe na bora ni yaani wewe Mwijaku pembeni kuna mbuzi na mchagua mbuzi niende naye polini. Najua akitokea adui atalia tutakimbia. Sie wewe mtu mjinga, pumbavu kabisa, kuponza njaa. Bwana kweli riziki mwanzo wa chuki. Huyu aloanzisha njaa Mungu ambariki sana. Bonge la aibu umefezeka, hakuna talo kushobokea. Yaani kule hakuna talo kushobokea, umejizalilisha. Unaongelesha watu wana hasira, migodi hajatoka, unawapigisha kelele tu. Sasa kuna tajiri pale. Tajiri anatunza hela hivi mbele za watu. Wewe unamjua tajiri wewe? Tajiri huyu anakusafirisha Dar es Salaam kwenda Maulaya, ndo bilionea, acha ujinga wewe. Tajiri anatupaga hela hivi chini. Kama kitambaa cheupe. Jinga mwisho zero brain wewe.